Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea huko. Na tupo na taarifa nyingi. Kabla sija kukujuza kile ambacho kimeendelea huko Moscow, ni kuambia mjumbe maalum wa rais wa Urusi wa uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi na nchi za kigeni Kirill Dmitriev alisema Jumanne itakuwa siku muhimu kwa amani, na alisema siku muhimu kwa amani. Timu iliyowasilisha makubaliano ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza itakuwa Moscow. Ilikuwa ni shamra na furaha ya kupokelewa kwa timu hiyo. Sasa ninavyozungumza hapa nikwambie, rais wa Urusi Vladimir Putin aliweza kukutana na timu hiyo, na inaelezwa kwamba mkataba wa amani kuhusu Ukraine sasa upo karibu zaidi kuliko hapo awali, lakini hatua zilizochukuliwa hazitoshi kufikia matokeo yatakayowafaa wote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema akitoa maoni kuhusu mkutano wa saa 5 kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve. Msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov alisema kwamba Putin alikuwa ametuma jumbe kadhaa muhimu za kisiasa kwa rais wa Marekani Donald Trump kupitia Witkoff. Hata hivyo, kwa maneno ya Ushakov, pande hizo bado hazijafikia makubaliano kuhusu mpango wa amani kwa Ukraine. Walikubaliana kutofichua kiini cha mazungumzo ya Moscow. Rubio alisema kwamba akiwa Moscow, maafisa wa Marekani walikuwa wametafuta njia ya kutatua mgogoro nchini Ukraine, huku 20% ya eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk ambalo Kiev bado inadhibiti likiwa ndiyo hoja kuu ya mzozo. Waziri wa mambo ya nje alibainisha kuwa utawala wa Marekani haukuona msaada unaoendelea kwa Kiev kama mkakati halisi. Kulingana naye, Marekani inaamini Urusi na Ukraine sasa ziko karibu zaidi na makubaliano ya amani kuliko hapo awali katika miaka mitatu iliyopita, lakini haitoshi kufikia lengo la mwisho. Rubio alisema kwamba Marekani iliendelea kufanya kazi katika kutatua mgogoro huo, lakini ilikuwa ni jukumu la Moscow na Kiev kufanya uamuzi wa kumaliza. Kwenye taarifa za Moscow ni kwamba Kirill Dmitriev, mjumbe maalum wa rais wa Urusi wa uwekezaji wa ushirikiano wa kiuchumi na nchi za kigeni na mkurugenzi mkuu wa mfuko wa uwekezaji wa Umoja wa Urusi, aliueleza mkutano huo kama wenye tija. Vilevile, mzunguko wa mara kwa mara wa wakaguzi kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomic kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia umefanyika kwenye kituo cha nyuklia. Mabadiliko mengine ya mara kwa mara ya wafanyakazi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia yamefanyika kwa mafanikio. Wataalamu wanne wameanza kufanya shughuli za ufuatiliaji wa usalama katika eneo la nyuklia ZNPP, ilisema taarifa hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi na wanajeshi wa walinzi wa kitaifa pamoja na wanajeshi kutoka idara ya Wizara ya mambo ya ndani ya Urusi kwenye mkoa wa Zaporizhzhia walihakikisha usalama wakati wa mzunguko. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba nchi yake haihusiki tena na mgogoro wa Ukraine katika suala la kufadhili. Kama unavyojua, tuna tatizo la vita ambavyo watu wetu wanajaribu kuvitatua sasa na Urusi na Ukraine. Hatuhusiki tena na vita hivyo kifedha, alisema kwenye mkutano wa baraza la mawaziri. Biden alitoa dola bilioni 350 kana kwamba ni pipi. Hiyo ni kiasi kikubwa cha pesa na nyingi yake ni pesa taslim. Nyingi yake ni vifaa. Sitoi chochote. Tunauza vifaa hivyo kwa NATO. Mataifa ya Ulaya hutulipa kwa vifaa hivyo bei ya 100%, kisha wanavileta Ukraine au chochote kinachofanya navyo. Lakini tunajaribu kusuluhisha hilo. Nimesuluhisha vita 8. Hii itakuwa ya 9 na watu wetu wako Urusi hivi sasa ili kuona kama tunaweza kusuluhisha, Trump alisema. Vilevile, Japani itaipa Ukraine ruzuku ya yeni bilioni 4, karibu dola milioni 25 kwa ajili ya uondoaji wa migodi na usaidizi wa kimatibabu, wizara ya mambo ya nje ya Japani imesema, ikiongeza kuwa balozi wa Japani nchini Ukraine Masashi Nakagome na waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Igor Klimenko walibadilishana hati kuhusu jambo hilo. Vilevile, mchambuzi mkuu kwenye kituo cha haki za msingi huko Budapest Zoltan Koskovics anaamini kwamba Zelensky huenda asirudi tena kutoka safari yake ya Ireland kwa sababu ya uwezekano wa kufichuliwa na ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine. Kuna uwezekano mdogo kwamba hatarudi tena Ukraine, aliandika kwenye ukurasa wake wa X. Koskovics alifafanua kwamba alikuwa akimaanisha uwezekano wa uchunguzi mpya wa NABU dhidi ya Zelensky. Mchambuzi huyo pia alipendekeza kwamba huduma za ujasusi za Uingereza zinaweza kufanya jaribio la kumua ili kumlenga ili kuongeza muda wa mgogoro nchini Ukraine. Zaidi ya nusu ya Ukraine, 52.2, wanafikiri kwamba Zelensky anapaswa kujiwekea kikomo kwa muhula mmoja wa urais na asigombee wa pili.
Kura ya maoni iliyofanywa na kituo cha utafiti wa kijamii na masoko cha SOCIS ilionyesha kufikia nusu ya pili Novemba, wa Ukraine wengi wazima 52.2 wanaamini kwamba Zelensky hapaswi kushiriki katika uchaguzi ujao wa rais ambao aliahidi kufanya mwaka wa 2019. Taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya kituo hicho inasomeka: kinyume chake 42.8 ya waliohojiwa walimpendelea Zelensky kugombea muhula wa pili wa urais. 5% iliyobaki ya waliohojiwa hawakuwa na uamuzi. Vilevile siku ya Jumatano, mabalozi wa EU wanaweza kusoma kwa mara ya kwanza kwa undani pendekezo kutoka Brussels la kuunda kile kinachoitwa mkopo wa fidia kwa Ukraine kwa kutumia mali za Urusi zilizogandishwa. Tovuti ya Euractiv inaripoti Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa aliwaonya viongozi wa EU faragani kuhusu mazungumzo ya muda mrefu juu ya suala la mali katika mkutano ujao wa kilele huko Brussels kuanzia siku 1 hadi 3, Euractiv iliandika. Nchi za EU zinaendelea kujadili njia za kufadhili zaidi Ukraine, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kutumia mali za Urusi zilizogandishwa magharibi kwa kusudi hili. Katika mkutano wa kilele wa EU mnamo Oktoba 23, Ubelgiji ilizuia mpango wa Tume ya Ulaya wa kutaifisha mali za Urusi kwa kisingizio cha kuipa Ukraine mkopo wa fidia, ikihofia hatua za kulipiza kisasi za Moscow na kudai dhamana za kisheria kutoka kwa nchi za EU kwamba hasara za kifedha za Ubelgiji zingegawanywa katika nchi zote za EU. Uamuzi kuhusu swala hili uliahirishwa hadi mkutano wa kilele wa EU mnamo Disemba, na Tume ya Ulaya iliagizwa kuandaa chaguzi mbalimbali za mkopo kwa Ukraine kwa 2026 hadi 2027. Benki Kuu ya Ulaya ilikataa kuunga mkono malipo ya euro bilioni 140 kwa Ukraine. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile serikali ya Finland haiko tayari kuipa Ukraine dhamana za usalama, lakini inaweza kusaidia kuanzisha mifumo ya usalama kwa Kyiv. Waziri Mkuu wa Finland Peter Orpo anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano na Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson. Dhamana za usalama ni jambo zito sana. Hatuko tayari kutoa dhamana za usalama, lakini tunaweza kusaidia katika kuhakikisha usalama. Alibainisha kuwa Helsinki bado haijaona maelezo yoyote au mapendekezo maalum kuhusu jinsi dhamana za usalama zinavyopaswa kuonekana. Kulingana naye, Finland inaendelea kufanya kazi katika kupanga hatua za usalama, lakini hii ni kitu tofauti na dhamana. Mifumo kama hiyo, aliongeza, inaweza kutolewa tu na nchi kubwa, na kusisitiza hitaji la ushiriki wa Marekani katika utekelezaji wake. Vile uchaguzi nchini Ukraine utafanyika mara tu baada ya kusitisha mapigano kuanzishwa, kwa sababu nchi inahitaji kurejeshwa. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba anasema kupitia La Republika: miezi 6 iliyopita, kama ungeniuliza kuhusu uchaguzi, ningesema kwamba wa Ukraine hawakuwa na nia nao, lakini sasa hali imebadilika. Watu wanaelewa kwamba nchi inahitaji kurejeshwa ikiwa kusitisha mapigano kutafikiwa. Uchaguzi utafanyika mara moja. Kuleba pia alisema alitarajia kufukuzwa kazi baada ya kura ya maoni ya ndani kuonyesha kiwango chake cha kuidhinishwa kilikuwa juu kidogo kuliko cha Volodymyr Zelensky. Kulingana naye, mkuu wa utawala wa Kyiv aliamua kuimarisha masuala yote ya sera za kigeni chini ya udhibiti wa mkuu wake wa wafanyakazi Andriy Yermak, ambaye alijiuzulu kutokana na kashfa ya ufisadi. Vile wawakilishi wa nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya watajadili ufadhili kwa Ukraine katika mkutano wao mnamo Disemba 5. Ufadhili kwa Ukraine, ajenda mkutano uliochapishwa na Baraza la EU, inaonyesha ujumbe wa Ukraine na Marekani kwenye mazungumzo yao huko Florida ulikamilisha mpango wa Marekani wa suluhu ya amani ya mgogoro wa Ukraine, ambapo hapo awali ulikuwa umekubaliwa na pande husika huko Geneva. Volodymyr Zelensky anaripoti kazi hiyo ilitokana na hati ya Geneva na hati hii imekamilika, ameandika kwenye channel ya Telegram. Zelensky pia alisema kwamba katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine Rustem Umerov, ambaye anaongoza ujumbe wa Ukraine katika mazungumzo ya amani, na wanachama wengine wa timu ya mazungumzo waliripoti kuhusu mambo makuu ya msisitizo wa upande wa Marekani katika mazungumzo hayo. Hakubainisha mambo haya ya msisitizo yalikuwa nini. Hapo awali, Zelensky alisema kwamba kufuatia mazungumzo kati ya ujumbe wa Ukraine na Marekani huko Florida, Kyiv ingelazimika kushughulikia masuala magumu. Vile korida ya usalama inaweza kuwekwa katika Bahari Nyeusi ili kuruhusu meli za kijeshi kusindikiza meli za kiraia, huku kukiwa na mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya meli za mafuta karibu na pwani ya Uturuki. Mtaalamu wa usalama wa Uturuki Güngör Yavuzaraslan anasema. Lakini wakati utawala wa Volodymyr Zelensky nchini Ukraine umefikia kikomo
baada ya kujiuzulu kwa mkuu wake wa wafanyakazi Andrei Yermak. Mwanasayansi wa siasa na mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa Vladimir Karasaev anasema Washington inamuona katibu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa Rustem Umerov kama mgombea ambaye miongoni mwa mambo mengine angefuata suluhu ya amani na Urusi. Mtaalamu huyo alisema. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.